Jina la Bwana lipewe sifa. Haijalishi ni yapi yamekuwa yakiendelea ama yanaendelea, lakini kile tunajua na tuko na uhakika nacho ni ya kwamba mambo yote yako na mwisho. Jina la Bwana lipewe sifa. So we believe and we trust God that ya kwamba hii mambo inafika kikomo and our services will be as normal. Najua saa hii haziko vile kwa wale wageni hatufuatilia hivyo, mnakuwa na mambo mengi, lakini unajua katika sheria ambazo zimewekwa inaweza kuwa unaona kana kwamba kwa jambo moja ama lingine tumepungukiwa, lakini hatujapungukiwa. Ni kwa sababu tunamsifu Bwana na pia tuko na hiyo nafasi ya kusikiza neno la Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Na vile nilikuwa nimetangulia kusema ni kwamba mambo yote yanapotokea, hata haya yanatokea, sio kwamba yameshika Mungu akiwa ile tunasema off guard, hajamkuta kama haelewi, anaelewa sana. Na tunasema ya kwamba mambo yote yanapotokea huwa anajua, na kama vile tulifundishwa katika wiki iliyopita ni ya kwamba mambo yote yakitokea ama Mungu huwa anaruhusu mambo mengine yatokee. Jina la Bwana lipewe sifa. So sio ati jambo mgeni kwa Mungu wetu, kwa generation. Corona itakuwa ni historia kwa wale ambao kwa kizazi chenye kiko, utakuwa tukisema kuna ugonjwa mmoja ilikuja mbaya sana ikasimamisha mambo yote. Amen. Lakini katika mambo yote Bwana tutakuwa tukisema kwamba Bwana alituhifadhi. Jina la Bwana lipewe sifa. Believe kama kuna maybe ugonjwa mwingine ashaikuja na ile tunasoma tunaona ilikuwa inaitwa Spanish flu. Sijui 1918 kulikuwa kama hiyo. Niliona mama mmoja mzee sana akisherehekea ya kwamba aliepuka hiyo. Alikuwa miaka hiyo akiwa msichana mdogo, kagonjeka hiyo na akapona. Na corona ilipokuja imempata na akapona. So alikuwa amesurvive pili. Amen. Lakini yote ni Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo kama Mungu anaruhusu yawe, nilikuwa nimetangulia kusema ni vizuri sometimes unajiuliza Mungu anataka nini kutoka kwetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Ama ni nini tunaweza kujifunza. Na ndio nilikuwa ninauliza wale tulikuwa nao katika ibada ya kwanza, yasema wewe ukiwa mzee uende kwako ukute watu wako wanaona TV Mr. Kinge, hawaoni ukiingia, wote macho iko tu kwa TV, naambia habari zenu, wote wako pale wanaona Maria, hakuna mtu atanipa maji ya kunywa, wote wako concentrate tu na TV. Kama wewe mzee unaweza fanya nini? Yeye alisema unaweza zima hiyo stima, moa hiyo TV, uende nayo bed, umwambie kama hii ndio, kama attention yako haisikiki huku, acha nibebe hii kwanza. Usikie kama nimekuja mahala nikana kwamba hamuelewi. Na the same issue katika mambo haya inaweza kuwa Mungu ametujalia mambo haya yote, ametupa kazi, ametupa biashara na mashule na whatever na masomo, lakini tumekuwa busy sana na mambo kama yale. Unakuta kwamba pengine inaweza kuwa hatupatii Mungu nafasi iliyo yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Na ikifika hapo hata yeye Mungu anaweza sema hata hizi ndege mnaenda nazo hapo na wapi, na watalizi simame. Hakuna kwenda hapo, hakuna kwenda wapi, hakuna kwenda shule, hakuna kwenda kazi. Kaeni hapo kwanza mjue mimi ni Mungu. Amen. Sio ni vizuri unapokaa tunafikiria, na unapokaa hivyo na unawaza mambo kama hayo, unauliza Mungu, ni wapi nimeacha njia zako, ni wapi nimekosa kuconcentrate na wewe, licha ya kwamba umetubariki na mambo mengi, ni wapi hapa tumeacha njia zako. Jina la Bwana lipewe sifa. Na tukifanya hivyo, I believe ya kwamba unapokuwa hiyo nafasi ya kujirudia na wewe kwa moyo wako tu na moyo wako unauliza Mungu, ni wapi nimeacha njia zako katika mambo hayo, tukijirudia na turudia Mungu, ni ya kwamba mambo haya yote yanafika kikomo na tunaweza kuendeshana na Mungu vizuri. Jina la Bwana lipewe sifa. Niko na ujumbe ambao ningetaka tukaweze kugawa, ambaye nitasema kwamba ni kuongozwa na Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Na tunaposema kuongozwa ni ya kwamba kila wakati ama katika kila setup ya jambo lolote, ila ni kampuni ama ni kanisa kama hili ama ni kwa familia, ni lazima kuna kuwaga na uongozi. Jina la Bwana lipewe sifa. Na katika hiyo uongozi nasema ya kwamba huo uongozi ndio huwa unadetermine mambo yale katika setup hiyo familia itakuwaje, katika hiyo kampuni itaelekeaje, inategemea na leadership. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini tunapokuja katika Ukristo,
uongozi ambaye tunasema ni uongozi wa Mungu ambaye tunatazamia ni Mungu ambaye hawezi kukuforce, hawezi kukusurutisha ukaweze kumfuata. Maana aliweka sheria na akasema ukifanya hivi na hivi utafika katika uzima wa milele, ukifanya haya na haya kuna malipo pande hii jehanamu. So akaacha hiyo choice yako. Ukiwa mwanadamu unataka kukaa namna gani, it is your choice whether utamfuata. Maana usipomfuata Mungu hata ruhusu chochote. Jina la Bwana lipewe sifa. Na ukimfuata faida ni kwako. Jina la Bwana lipewe sifa. So ni vizuri tufanye uamuzi ambao ni bora, ambao ni wa kumfuata Mungu. Naye unapomfuata unakuta kwamba kuna kanuni, kuna sheria na kuna mambo yale ambayo anaweka ili mkaweze kuendeshana. Ni kwa sababu kitabu cha Amos chapter number 3 verse number 3 inasema kwamba wawili hawawezi pelekana ama hawawezi endeshana pasipo makubaliano. Jina la Bwana lipewe sifa. Unapoona watu wamepelekana hivyo na wameenda, ni lazima kuna makubaliano ambao wameweka. Na hiyo tu ndio inaweza kuwasaidia kuwafikia makubaliano ama kuwafikia destiny yao. Jina la Bwana lipewe sifa. Tusome in the book of Exodus chapter number 13 from verse number 18 hapo, ili kwamba tuone ya kwamba wale wameweza kuongozwa na Mungu, ile tunaweza sema maybe ni physical, na in our generation saa hizi tunaongozwa ile kiroho. Jina la Bwana lipewe sifa. Na katika hiyo kuongozwa ni lazima tumeamua kumfuata Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Kutoka Exodus chapter number 13, I read from verse number 18. Nianze 17. Inasema ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuacha watu hao waende zao, Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni karibu, maana Mungu alisema wasije wakaghairi watu hawa hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri. Verse number 18, lakini Mungu akawazungusha hao watu kwa njia ya bara kando ya bahari ya Shamu. Wana wa Israeli wakakwea kutoka nchi ya Misri hali wamevaa silaha. Musa akaichukua ile mifupa ya Yusufu pamoja naye, maana alikuwa amewaapisha sana wana wa Israeli akisema, Mungu hana budi atawaachilia ninyi, nani mtaichukua mifupa yangu kutoka pamoja nanyi. Hapo wakasafiri kutoka Sukothi wakapiga kambi Etharimu kwenye mpaka wa ile jangwa. Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili aongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo, ili wapate nuru, wapate kusafiri mchana na usiku. Ile nguzo na wingu haikuondoka mchana, wala ile nguzo ya moto haikuondoka usiku mbele ya watu hao. Jina la Bwana lipewe sifa. Wana wa Israeli walipofika kutolewa nchi ya Misri, Biblia inasema ya kwamba ni kwa sababu ile njia wangepita pengine hawangeweza kuelewa, hawakuwa wameambiwa wakati ule na compass ya kujua wataenda upande gani. So mahali walikuwa wanaenda, Mungu ndiye alikuwa anajua anawapeleka wapi. Na kwa hivyo katika desert ni lazima angeweka kitu ambacho watafuata. Na Biblia inasema kwamba alileta wingu, nguzo la wingu ambalo waliweza kufuata mchana. So wanapoenda, wakienda mchana, walikuwa wanaangalia, macho yao iko focused kwa hiyo wingu, wanajua njia ni hiyo wingu maybe tilt pande hii, wanajua sasa ni kupiga kona, tunaenda pande hii. Na inasema kwamba usiku ilipofika, hiyo nguzo ilikuwa inageuka inakuwa nguzo la moto ambao ilikuwa inawaangazia ili wakaone njia pia na ikaweze kuamulikia. Jina la Bwana lipewe sifa. Ina maana ya kwamba hakuna vile wangeweza kupotea, ni kwa sababu kuna yule alikuwa anawaongoza ambaye ni Bwana, ambaye alikuwa anajua nchi ambayo anawapeleka. Jina la Bwana lipewe sifa. Na katika maisha haya tunakaa, ninasema ni vizuri
kutafuta hiyo kuongozwa na Bwana. Maana wakati mwingi ni ule inafika tunajiongoza na mawazo yetu wenyewe, na katika hiyo hali ya kujiongoza huenda unakosa njia. Jina la Bwana lipewe sifa. Kumbuka wana Israeli hata walipofarakana na Mungu huko mbele, na Mungu akaambia sasa hayuko pamoja nao, walijijaza wataenda. Na wakati ilifika akasema tutaenda sasa wenyewe. Si nina Mungu acha tuende. Na walipigwa wakarudi, maana Mungu hakuwa pamoja nao tena. Jina la Bwana lipewe sifa. So, ninasema ya kwamba ni vizuri kutafuta kufuatwa na Mungu, kufuata Mungu katika maisha yetu. Ni kwa sababu once umeamua kumfuata, tunasema yeye ndiye anajua mahali anatupeleka na yeye ndiye aliyetuita. Jina la Bwana lipewe sifa. Unajua huwezi enda, maybe umefuata mtu na mahali unaenda hujui. Unaanza kumwambia hapana, huko tunaenda sio pande hiyo, na wewe mwenyewe hujui. Is it possible? Ni vigumu. Wakati mmoja nilienda upande huu wa Marsabit, kuna mtu alikuwa amenialika. Na siku nimefika hiyo mji tena, nilienda na basi usiku nikafika asubuhi. Na nilipofika sasa hiyo town asubuhi, nilipigia huyo mtu simu nikamwambia nimeshuka Marsabit. Kaniambia sasa utachukua pikipiki. Uambie wakulete mahali kunaitwa Badasa na wanaweza kukulipisha 500, lakini unaweza jipa gaini 400 hivi. Na ni ukweli ilikuwa hivyo. So nilipo sana town nimefika ni asubuhi, hata hujajua mwajua ukisafiri usiku ujua umetoka direction gani, unarukia tu kwa town ujue ulitoka north ama south. So pikipiki kwa hapo niwaambia nataka unipeleke Badasa. Niambia ni 500. Naambia 500 na tunalipa 400. Basi kalia tuende. Nikakalia, so akakata hivi kwa stadium aende aweke mafuta. So direction sio hiyo. Unajua mimi sijui ninapeleka hata hiyo Badasa iko sawa kama hii sema. So ananiambia ndio anaona nitamuuliza tunaenda wapi, ananiambia acha tuweke mafuta pale. Tuende. Niambia sawa, hakuna shida. Wacha tuende. So tunaenda, unaona majanta huko, unafikiria ni huko. Mnaenda, tunavuka ng'ambo hiyo tunapita. Ninakuwa tempted nimuulize kwani ni bali aje. Kini kakumbuka nilimwambia tunalipaka 400. Kwa hivyo mimi ninajua. So siwezi nimuuliza kwani ni bali, lakini tulienda. So wakati unaongozwa kama hujui, huwezi uliza unapelekwa wapi. Amen. Wewe ngoja uongozwe mpaka ufikishwe maana hujui. Na safari yenyewe tunatembea hatujui, ni lazima tupatie Mungu hiyo priority ya kutuongoza. Jina la Bwana lipewe sifa. Ili kwamba akaweze kutufikisha, maana the book of John chapter number 14 verse number 6, Yesu anasema kwamba mimi ndiye njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu mimi. Jina la Bwana lipewe sifa. So ni vizuri kujua kwamba huyo Yesu ambaye tunafuata, huyo Mungu ambaye ametuambia tumfuate, hatufai kuuliza ama tumuulize kwani tumepiga kona tukaenda pande hii. Kwa nini tunaenda pande hii? Kwani wewe mwenyewe unajua? Wewe unajua 2020 kutakuwa na corona? Hukujua, tulivuka mwaka na tunaitabiria mambo mazuri, lakini hatukujua itakuja nini. Ndio niona mtu ameweka kwa Facebook sijui nini alikuwa anasema sasa kuwe na mtu atajitolea aruke 2021 waangalie kukoaje kabla turuke. Hapo kuja tupe report. Ndio watu wanakaa vitu. So ni Mungu tu ambaye anaweza kutuongoza, na katika mambo haya yote tukifanya hivyo, tunapo make decisions zetu tunaweka Mungu mbele. Katika hiyo kazi ambayo unaweza taka kufanya, weka Mungu mbele, muulize itakuwaje. Katika hiyo ndoa ungetaka kuingia, ni vizuri unauliza Mungu direction ni gani, maana hujui mbele, yeye ndiye anajua. Wewe hujui kesho itakuwa, hata kesho ni bali, kwani unajua hujui saa 10 ya leo itakuwa nini hujafika. Mungu ndiye anaelewa. Jina la Bwana lipewe sifa. So ni vizuri tusichukulie kana kwamba mambo ni kawaida, lakini tupatie Mungu hiyo nafasi. Ni kwa sababu Biblia mahali tumesoma inasema ya kwamba in verse number 17 hiyo ya Exodus chapter number 13, anasema kwamba njia ile ambaye wana wa Israeli, kuna njia Mungu alikuwa anajua shortcut. Anaelewa kitaka kutajirika haraka, anajua ni wapi anaweza kukupitisha. Lakini anajua maybe hiyo utajiri ukipata itakuwa kesho. So acha tuachane na hiyo. Anasema kuna njia ambaye aliona wakipita fupi.
Lakini kwa sababu miaka ile wamekaa wakiwa slaves, hawajaipigana, hawajui vita ni nini. So waenda wakutana na Wafilisti, watu wameishi kutandikana huko. Kajua ana experience, wataongewa hapa, alafu aseme heri Misri hata hatujali elimu wa vita kama hii. So alisema kuna njia ilikuwa mfupi akawapitisha. Lakini aliona hii wakipita, hapana, naweza leta mambo mengine. So Mungu huwa anajua destiny yako, anajua na mahali ambapo atakupitisha. Njia ile atakupitisha, anaielewa vizuri sana. So kwako ni kujiweka katika mpango wake, umwambie niongoze. Jina la Bwana lipewe sifa. Maana atakapo kuongoza, yeye hawezi kukupoteza. Jina la Bwana lipewe sifa. Wewe mwenyewe tu unaweza potea kama utasimama. Nisema kwamba wakati umetembea maybe na watoto, unajua watoto wakiona vitu sometimes huwa wanashuka. Iwe maybe hujakushika mkono, mmepelekana hivi aone kitu ambayo inaweza ile kumwattract tu, anaweza simama hapo. Na wewe uende ukipinduka uone mtoto kuna kitu ameona tu amesimama. So unasema ni vizuri tukomae kiwango ya kutazamia Mungu ili asije akatuacha. Na nilisema kwamba Mungu hakuna wakati atakusurutisha umfuate. Jina la Bwana lipewe sifa. Alikuwa ameweka laini ya uzima ni hii, ya motoni ni hii, sheria ni hizi. Ukifanya hayo utaenda hii. So from there make your own decision. Jina la Bwana lipewe sifa. So niseme ya kwamba kuna mambo ambayo ni mengi ambayo iko katika Biblia ambayo ndio mwongozo wetu ili tukaweze kufikia mapenzi ya Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Maana Biblia imebeba mambo ambayo yalikuwa na yenye hapo na hata yatakayokuja. Hakuna kitu mgeni katika macho ya Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. So Biblia kama vile tulivyokuwa haitaizeeka, iko na hiyo mambo ambayo hata yenye yale hatujafikia iko katika Biblia. So niseme ya kwamba kuna mambo kadhaa tu tunaweza kuzia ambayo anaweza kukusaidia katika hali hiyo ya kumfuata Bwana, kumfuata Mungu ili tukaweze kuendeshana pamoja. Na ningetaka tukaweze kusoma katika kitabu cha Deuteronomy 32 verse number 12. Kumbukumbu la Torati kwa wale wanaangalia Kiswahili. 32 verse number 12. Inasema the Lord alone, Bwana peke yake alimuongoza, wala hapakuwa na Mungu mgeni pamoja naye. Jina la Bwana lipewe sifa. Katika hiyo hali ya Musa kupelekana na Mungu na wana wa Israeli, Biblia inasema ya kwamba alimuongoza Mungu. Lakini kuna kitu ambaye haikupatikana kwake. Miungu ama unaona ni the small god, the small chini, yani inamaanisha miungu. Miungu ni mambo yote ambayo unaweza inua kama Mungu. Kuna wenye walikuwa wanainua sanamu wanasema huyu ni Mungu. Kuna mambo ambayo unaweza kuwa umetilia sana na iwe ni miungu katika maisha yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna mambo unasikia mtu anasema hiyo hapana, hiyo hata kanisa hili kikae, lakini hii mambo kama haya. Na nikasema kwamba mambo ambayo yanaendelea katika nchi hii sio mambo mgeni, yalikuwa na bado yanaendelea. Kusema mambo na watu kwenda kutafuta mambo kwa uchawi na uganga, si ati ni mambo ilikuwa na ni mambo hata wale inaendelea. Na remember, watu wanakuwa na vituko. Watu walikuwa na vituko, maana yaanza asante ndete mke wangu anaweza kujua. Na kuna mtu aliyomsafi hiyo aleni sikuwa anajua kwa mitaa ambiwa hizi wabsabu mambo nyingi. Lakini unakuta tu kuna mambo tunaweza angalia wale wewe mtu kuna mahali ameenda na kuna mambo amefikiwa. Nakuta yule mtu akifika kuingia kwa nyumba anarudi reverse. Kuna mtu alini kwa nini? Fulani yule mama anaingia kwa nyumba na reverse. So nilitake time hata mimi wakati nikiwa tu likizo nikasema tu ni wabsabu hivi. So akienda mwage maji, takataka akifika hapo. Lakini wewe kwa mawazo yako utafikiri huyu mtu na sio behavior alikuwa naye ni mtu ulikuwa unaelewa kabla wewe usiwezi sema ati hiyo ni unaona tu hii kuna mahali ameenda akaambia ukitaka mambo yako ikae hivi
ukifika kwa nyumba usiwahi ingia na mbele, ingiaga na nyuma. Sure. Kama ngiri, unajua ngiri kuna mnyama tunaita na Kikuyu kile. Hiyo hata kama imekimbizwa mbio gani inaingia kwa shimo na river. Sure. Hata ngiri sure. Lakini at least ngiri ninaona inakuwa inapiga mahesabu, maana mahesabu ya ngiri inakuwa ni wakati ikitokea juu inajua kuna hatari. Wakati wa kutokea itatoa kichwa kwanza iangalie yone. Kwa sababu chomoki. Lakini sasa nawekwa kwa hudumu wa deliver, kila kitu ukitoka ni ukifika kwa nyumba unatoa viazi hivi una. Mke wangu anamjua kama alihama, lakini kitabu but ni mambo iko. So ninasema ya kwamba Biblia inasema ya kwamba ukitaka juu mtu huyo si ati ukienda hivi hakuna mahali itatanishwa na kanisa. Utashangaa sana ukimuuliza kanisa yake ni gani, atakuelezea wana church. But katika mambo hayo yote unakuta mtu amejichanganya na mambo mengine. Jina la Bwana lipewe sifa. So kama kuna hiyo kuhitaji kuongozwa, ama kama umeamini ama umeamua kufuata Mungu naye akuongoze, ni lazima uweke miungu ya kigeni kando, ama uweke miungu mingine kando. Jina la Bwana lipewe sifa. Ibaki ni Mungu peke yake, maana Biblia inasema the Lord alone. Him, Mungu peke yake. Jina la Bwana lipewe sifa. So ni lazima tuangalie ni mambo gani ambayo haya yanaweza tuweka mbali na Mungu, ambayo ama inaweza kutuseparate kando na mapenzi ya Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Then number 2 ni neno la Mungu. Psalms chapter number 119 verse number 105. Zaburi 119 mstari wa 105, ambayo inasema ya kwamba neno la Mungu ni taa katika miguu yangu na ni mwangaza katika njia yangu. Jina la Bwana lipewe sifa. So ni lazima neno hili ambao huwa tunasema neno la Mungu, sio ati Biblia tu iko hapo tu ati ndio neno la Mungu juu nasema ikiwa hapo ni neno la Mungu sio uko sawa kuendelea. Hapana, inahitaji neno hili liwe ndani yetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuisoma, kuielewa na kulifanyisha kazi. Jina la Bwana lipewe sifa. Maana unapolifanyisha kazi, ina maana utakuwa na manual book hiyo ya kufuata Mungu. Utakuwa unajua instructions za Mungu ni gani. Hakuna wakati utakosa njia za Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo ni vizuri tujifunze katika hali ya kusoma neno la Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Mimi mwenyewe nimekuwa challenge sana na najua tuko nazo. Biblia inasema sana siku hizi tumeziweka kwa simu, sijui uko na version ngapi, mimi niko na kama hivi. Na nitajihubiria, maana kwa simu zangu zile application umeingia sana, inaziweka inazitenga, inasema hizi ni favorite. Angalia kwa nini Biblia ibadi hapa kwa favorite. Nikaanza kuogopa, sasa niko na kibarua mpaka nisome mpaka ingia kwanza hapo. Niona Juda kuna vitu zingine. Message ziko hapo, calls, kwa sababu ni siku itakuwa hapo. Maybe ukuta WhatsApp ulifungua iko kwa favorite, lakini Biblia haipandi pale. Kaona hapo kuna shida, na Mungu atusaidie ili ya kwamba neno la Bwana likaweze kupata nafasi katika maisha yetu. Jina la Bwana lipewe sifa. So, number 2 tunasema ya kwamba neno la Mungu limebeba mambo yote. Utakapojifunza kulisoma na kuliweka ndani yako, litakusaidia katika kufuata Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Hii naye wakati anakuongoza, hakuna mahali mtakosana katika hiyo safari, ni kwa sababu nitangulia kusema hakusurutishi. Number 3 tunasema ya kwamba kumbuka wana wa Israeli walikuwa wanafuata nguzo la moto na wingu lile lilikuwa linawaongoza mchana. Na ni lazima hiyo ndio kitu ambaye walikuwa wanaweka ama wanatazamia, ndio wameweka mbele. Jina la Bwana lipewe sifa. So katika kuokoka kuna hiyo injili ambayo ulisikia kwanza, ambayo katika hiyo neno linakutia nguvu na unatazamia, unasikia nikitazama baadaye, nikitazamia hili neno la Bwana, nikitazamia huu wokovu ambaye nikitazamia neno ambalo nilisikia sitaweza kupotea. Jina la Bwana lipewe sifa. Matthew chapter number 2 verse number 9. Tunasoma kuhusu wale watu ambao walikuwa wanaitwa wise men.
Na wale wise men, Biblia inasema kwamba walikuwa wametoka mashariki na huko. Na walipoona nyota wakajua hii nyota kuna vile inasema. Na wakainterpret wakajua inasema ya kwamba kuna mfalme ambaye amezaliwa. But unakuta kwamba walipoenda walifika wakaingia kwa Herode. Wanauliza Herode, wapi huyo mtoto nasikia amezaliwa huko? Swali yangu ni je, kuna mahali Biblia inasema nyota ilisimama kwa Herode hapo kwa ikulu? Hii ilikuwa maneno yao kujitazia. Maana wangeifuata, maana walipotoka kwa Herode Biblia inasema kwamba ile nyota tu aliona wakaifuata ikawapeleka mpaka mahali mtoto amezaliwa. Jina la Bwana lipewe sifa. So hiyo mtazamo ama huo wokovu ambao tumeitiwa, sometimes ni vizuri na sio sometimes, ni each and every time tunaangalia huo mwito ambao tuliitwa naye. Isifike mahali unasikia acha nipige kona, ninasikia kama ni pande hii. Chenye ulikuwa umetazamia kimekuonyesha ni pande hiyo. Huyo Yesu alikuita, amesema ni pande hiyo ama ndio umejiambia? Jina la Bwana lipewe sifa. So ni lazima tuwe tumefocus wokovu ambao tuliitwa naye. Kumbuka wakati mmoja Biblia inasema kwamba Yesu alipokujia wanafunzi wake kwa maji usiku akitembea juu ya maji, Biblia inasema kwamba Petro alimwangalia. Walipoogopa by the way wote, wengine wanasema yeye ni jini, yeye ni spirit fulani. Yesu anawaambia usiogope, ni mimi. Wananyamaza. Petro anamwambia kama ni wewe niambie nije. Aambiwa ndio, kuja. Na akashuka na akaanza kwenda kwa Yesu. Lakini Biblia inasema ya kwamba alipotazama kando akaona mawimbi, anakumbuka na ninatembea juu ya maji. Shaka imeingia, ameanza kuzama. So ni vizuri kama anatazama Yesu pasipo, unajua Yesu ndiye amemuita, hangefaa kuangalia kando. Alikuwa atazame Yesu ambaye amemuita na aende mpaka kwake na ndio rudi, ama waambia wengine nyinyi mnaweza proceed na boti, wacha sisi tukujie tu juu ya maji, tunasikia kama kuko sawa sana. Jina la Bwana lipewe sifa. So tusipoteze mtazamo wetu. Jina la Bwana lipewe sifa. And then number 3. Hiyo ilikuwa number 3, number 4. Nasema ni kusudia ama kuangalia yani not to lean on your own understanding. Iwe ya kwamba wewe mwenyewe. Tusome in the book of Proverbs chapter number 3 verse number 5 and verse number 6. Ya kwamba usitumainie mawazo yako mwenyewe. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Next. In all your ways submit to him and he will make your path straight. Katika njia zako ukaweze kumkiri Bwana, naye atakuongoza ama ataziweka njia zako kuwa na hizo njia ambazo unapitia ukimfuata. Lakini Biblia inasema ya kwamba usitegemee mawazo yako mwenyewe. Jina la Bwana lipewe sifa. Hekima ya mwanadamu na ya Mungu haziwezi karibiana. Na kama Mungu ndiye ametuita, tunafaa kuangalia hata yale mambo huwa tunaona kana kwamba haliwezekani, kwake yanawezekana. Jina la Bwana lipewe sifa. Yeye ndiye aliyeumba mbingu na nchi, ameumba vitu ambazo hatujawahi ziona. Lakini sometimes kwa mawazo yako tu unaweza fikiria uone kana kwamba ni kama Mungu hapa haelewi kuna kuanga hivi. Unajua wakati mmoja aliambia Musa, wana wa Israeli walifika wakaambia Musa, na unajua alikuwa anasumbua Musa. Wanafika mahali wanamwambia sasa mahali tumefika, hata hii maana imetuboa. Tunauliza ni nani atatupea nyama tule? So imagine ukiulizwa na watu milioni 1 wanataka nyama. Na hiyo jambo lilikera Musa sana mpaka akasikia kana kwamba anaweza give up kuongoza wana wa Israeli. Akaenda mbele za Bwana na kumwambia, hata unaniambia nimepata kibali kwako, hakuna kibali kama hii, watu kama hawa wamenisumbua. Akatenda sana akaambia Musa, nyamaza, ende uambie
after 3 days watakula nyama. Naambia sio siku moja, na sio 2, hata sio 3, kama pia mwezi mzima nyama daily. Musa hata kama walikuwa wanapelekana na Mungu, anamwambia Mungu hapo kwa nyama ulikuwa umesema, lakini ya mwezi mzima. Anampigia mahesabu, anamwambia watu wenye wanatembea kwa miguu hapa ni watu 600,000 wenye wanaenda na kwa miguu. So kuna wenye wanabebwa, na ujue Israeli walikuwa watu wanachukua na hesabu wanaume. Haleluya. Mama alikuwa anahesabu, ukisikia watu kwa Israeli ni wanaume. Ni vizuri kuuliza bishop, kwa nini hapa Mwisraeli akihesabu mtu anahesabu ni mwanaume? So ukisikia watu 600,000 hao ni wanaume strong wenye wanatembea, ongeza wake zao hapo na watoto. Ndio tusaidi ya 1,000,000 na kitu karibu 2,000,000. Na Mungu anasema hawa watakula nyama. Baadaye sio ile vijana kidogo, unajua vijana kidogo zenye haziwezi hata vita zinakukula siku sawa. Vijana wanakula. Sasa usikie watu kama hao, na Mungu amesema watakula nyama mwezi mzima. Musa anaambia Mungu hapo, hiyo mahesabu hujapiga, tumekulia pia. Hata kama ni oli zile ng'ombe, hapa ni ng'ombe ngapi? Anamwambia kama ni samaki, anauliza kwani zitatewa kwa Musa alikuwa anaona hata zikiendewa kwa bahari zitaisha zote, hakuna itabaki. Paka Mungu anamuuliza Musa, kwani mkono wangu umekuwa mfupi? Musa anakumbuka ni Mungu sore, ninajua unaweza. Mawazo yetu na ya Mungu ni tofauti. Musa alifikiria ng'ombe, makundi ya ng'ombe na kondoo, hiyo ingine ni samaki. Lakini hata Mungu alileta kitu tofauti na hiyo. Kuleni kuku sasa. Acha hiyo ng'ombe mlikuwa mnafikiria na kuleni mwezi mzima. Amen. So, nasema kwamba tutakapokuwa tunafuata Mungu ni vizuri kukosa kutumia mawazo yetu wenyewe. Jina la Bwana lipewe sifa. Next, nasema ni ya kwamba ni consult Mungu. Consult the will of God personally. Praise the name of the Lord. 1 Samuel chapter number 30. From verse number 1. Samueli wa kwanza 30. 1 Samuel chapter number 30. Haya, naweza niwekea the version ya Kiswahili. Ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Siklagi siku ya 3, hao Waamaleki walikuwa wameshambuliwa Negebu, Siklagi, pole. Nao wameupiga Siklagi na kuchoma moto. Next. Nao wamechukua mateka wanawake waliokuwamo, wakubwa kwa wadogo. Hawakuua mtu wowote, ila wakawachukua wakaenda zao. Next. Basi Daudi na watu wake walipofika mji, tazama ulikuwa umechomwa moto, na wake zao na watoto wao waume kwa wanawake wamechukuliwa mateka. Ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakapaza sauti zao